vizuri sana. Kuna vyakula vizuri vya kila aina, kuna vinywaji vya kila aina. Kwa wanaume wameandaliwa mahurul aini, kina mama nao wameandaliwa manake waja wema ambao watakuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna manufaa, kuna kheri nyingi ambazo kwa kweli ni zipo, kwamba bado hata mzazi atakuwa bado kama anaendelea kuwahimiza watoto wake kuswali, kufunga, kujistiri kwa kutumia zile shanga tasbihi, wanamtofanya apitisha hivi, sema hata haitamki vizuri subhana. Yani unipata Sheikh ile nimekupata ati ndio subhanallah. Kwa hakika nakuomba Sheikh utupe mwongozo kuhusu swala kama hili Sheikh. wasi wakunini ulizana ujibi. No, nataka kujua hukumu ya kisheria ya Kiislamu. Muislamu anapokufa anatakiwa hazikwe baada ya muda gani? Na je, wale wanaozika baada ya siku moja, siku mbili, nini hukumu yao? Naam. Huyo ni kaka yetu Mwenda, ni dokta, yuko kule Mwanza, mashaallah. Leo amekuwa kwanza kutuuliza swali. Tunaendelea na kipindi chetu kizuri, bado fursa ipo na muda wa maswali bado upo katika kipindi chetu cha kwanza kwa ajili ya kupokea maswali. Nilikuwa naomba nifahamu kwamba kama tunavyofahamu mtoto mdogo huwa akifanya dhambi ndio haandikiwi dhambi. Ndio. Je, akifanya thawabu kama vile anaswali, yani yupo kila wakati uko na mzee wake wanaswali, wanafanya mambo ya kheri mengi na yeye anakuwepo katika mambo hayo ya kheri, je apate thawabu? Okay. Nikupata maswali yako Sheikh Bakari, fanya subira inshallah, baada ya muda mchache nitakujibu. Inshallah. Okay, nimekupata alhamdulillah. Naam, tunaendelea na kipindi chetu kizuri cha uliza ujibiwe. Ni kipindi ambacho kinakuja kwa ajili ya lengo la kukumbushana kwa njia ya kupitia maswali na kuelimishana humo kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametuelimisha, basi na sisi tunawagaia kile tulichokuwa nacho. Swali la pili litanguliza maelezo kidogo, sio marefu sana. Alafu sio marefu sana, kwamba kuna ikhtilafu katika stara ya mwanamke, kwamba kuna baadhi ya fatwa tumezisikia kwamba mwanamke lazima avae nikabu ndo stara ikamilike, lakini mengine anasema kwamba bila nikabu stara itakuwa imekamilika. Kwamba isipokuwa tu kwamba viganja na mikono ndo sehemu ambazo zinastahili kuonekana. Ndio. Sasa tukichukulia upande wa kwamba stara mwanamke ikamilike kwa hijabu mpaka avae nikabu, wale wanaokwenda kuhirimia hija wanawake na hali ya kuwa hawajavaa nikabu, je, wanahirimia hija hali ya kuwa wapo uchi au la? La kwanza Shekhe, naam, naomba utupe mwongozo kuhusu jinsi gani tutatakaniwa tusome tasbihi zetu. Ukija kusema subhanallah subhanallah subhanallah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu baada ya swala, maana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Kwa sababu gani kusema hivi Shekhe? Naam, hasa mtu akivuta tasbihi kwa vidole ama kwa kutumia zile shanga tasbihi, wanamtofanya apitisha hivi, sema hata haitamki vizuri subhana. Yani unipata Sheikh ile nimekupata ati ndio subhanallah. Kwa hakika nakuomba Sheikh utupe mwongozo kuhusu swala kama hili Sheikh. Naam, tunaendelea na kipindi chetu. Tumebakiwa na swali moja tu, tukilipata hilo basi tutapata mapumziko. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani na uko wapi? Naitwa Isa Saidi, napiga simu kutoka Netherlands, Rotterdam. Unatokea wapi? Netherlands, Rotterdam. Netherlands, mashaallah. Naam, una swali gani Sheikh Isa? Swali langu ni kwa Africa TV 2. Naam. Nimekuwa nikiangalia sana vipindi vyenu. Mashaallah, shukran. Sasa hatupati vipindi ambavyo vinasifia janna, yani kwamba iwe na time ambao watu wanapata kusikia pepo ikiwa inasifiwa, inatolewa taarifa zake. Sana sana ni moto na majanga mengine, yani mtu mpaka anahisi kwamba hii pepo haina sifa. Okay Sheikh Isa, inshallah ombi lako limefika inshallah na litafanyiwa kazi.
Asante, mimi nataka kupata jibu ya hiyo, maana tunakuwa tunasikiliza, wakati mwingine tunasikia raha, tukisikia kule unakokwenda kwenye raha kiasi gani na nini, kuliko muda mwingi unasikia yale maumivu. Basi inshallah khairi, Sheikh Isa, tutajaribu kujitahidi angalau kwa uchache kukutumainisha. Asante sana. Naam, huyo Sheikh Isa ametufungia kipindi chetu kwa siku ya leo. Basi tupate mapumziko mafupi, tukirejea tuangalie majibu ya maswali yetu. Naam, maswali yetu ya leo kwa haraka yalianza ndugu yetu Mwenda kule Mwanza. Alitaka kujua nini hukumu ya Uislamu, au Muislamu anatakiwa azikwe kwa wakati gani baada ya kuwa amekwisha fariki? Muislamu ndugu yangu katika imani anatakiwa mara moja baada ya kuhakiki, manake uwe na wataalamu ambao wanajua tayari mtu huyu kweli amefariki na vithibitisho vikawepo, wataalamu wakathibitisha, basi anatakiwa azikwe. Asisubirishwe mpaka pengine siku 2 siku 3. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema manake muondoeni huyu mja aliyemlie naye baada ya kuwa amekwisha fariki haraka. Kwa sababu gani? Ni mtu wa kheri, basi mumuaishe katika kheri zake, na kama ni mtu wa shari, ondoeni shari baina yenu. Kwa hiyo mnakwenda kumzika, mnakuwa mmempa haki yake anayostahili. Kwa hiyo masala pengine ya kumuhifadhi inaweza kuwa kwa wakati mwingine baadhi ya wanachuoni wamegusia katika masala pengine ya tahqiqi. Ameuliwa mtu, hatujajua ni nini kimemuua, au amepigwa, hatujui nini kilichomuua, pengine ni sumu au nini. Kwa hiyo wanachotaka madaktari ni kuthibitisha, basi wanasema wanachuoni la basa, ili kuweza kuthibitisha ikachukua siku ya 2 siku ya 3 na huko amehifadhiwa, ni ili kuthibitisha. Lakini hata hivyo wakati mwingine wakasema hapana, tuangalie usalama na ule rahma kwa maiti, kwa sababu masala kumtia marehemu katika mafriji na mafriza ni kumwadhibu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuiadhibu maiti kwa namna ile, kuipiga, kunyanyua, kuinyanyasa, kuipiga ni kama vile kumwadhibu akiwa hai. Kwa hiyo mtu kushafariki, kama hakuna dharura nyingine ya msingi ambayo inaweza kuifanya kazi hiyo kama hiyo tuliyoitaja, basi ni vizuri akazikwa mapema. Lakini masala sio yanasubiriwa mjomba anatoka Marekani, babu anatokea South Africa, anatokea wapi, ili wote wafike ili waweze kuja tuweze kushuhudia kuzika. La, wale walio mbali alhamdulillah tutawaomba radhi kwamba sisi tunatakiwa kuwahi kumstiri ndugu yetu katika imani, basi walioko pale watahudhuria. Wakishahudhuria tunakwenda kumzika baada ya kufanya zile taratibu za kisheria, anatakiwa zikwe mara moja. Naam, ndugu yetu Sheikh Bakari wa Moshi, kama mtoto mdogo anasema, tunajua kwamba ni kweli kwamba mtoto mdogo ambaye hajabaligh akifanya mambo ya kheri anapata thawabu. Naam, anapata thawabu, na akifanya mambo ya shari haandikiwi kwa sababu bado sio baligh. Sasa je, akifanya mambo ya kheri anapata thawabu yeye au inakuwaje? Naam, ni vizuri yeye mwenyewe anakuwa kama manake anajifunza, thawabu moja kwa moja hapati, lakini kheri na fadhila zinakwenda kwa wazazi wake au yule anayemsimamia. Kwa mfano amemchukua mtoto amempeleka hija, mtoto anafundisha kuswali na bado ni yuko chini ya balagha, mtoto akaswali, alhamdulillah, fadhila na khairi zinakwenda kwa yule msimamizi wake, ima ni kaka yake, ima ni baba yake, ima ni mama yake, ima ni mjomba wake, ama ni mlezi wake. Kwa hiyo yote yule khairi na fadhila zinakwenda kwa yule msimamizi mpaka atakapobalagha, basi mambo yanabadilika sasa, yako juu yake na khairi, kwamba bado hata mzazi atakuwa bado kama anaendelea kuwahimiza watoto wake kuswali, kufunga, kujistiri, bado na yeye anapata khairi. Ni jukumu lake hali kadhalika la kuwalea watoto wake insha Allah. Huwezi kuruhusiwa wala haifai kuswali swala bila ya udhu. Na swali lake lingine anakuwa anataka kujua mwanamke akiswali na nikabu tunaambiwa ni lazima. Je, ni kweli ni hivyo? Na je, akiswali bila nikabu inakuwaje, na vipi katika mahujaji mbona wanavua nikabu zao? Naam, mwanamke kuswali bila nikabu kwanza sio wajibu. Kuswali na nikabu sio wajibu. Itakuwa wakati mwingine ni vizuri akaswali na nikabu pale itakapokuwa pengine pana wanaume ajnabi, yani manake wanaume ambao wanaweza kumwoa yule mwanamke. Wewe anaweza kama katika stara yake akaswali na nikabi yake, fala basi. Lakini akiwa hakuna wasiwasi huo, basi ni vizuri akafungua uso wake na viganja vyake vya mikono,
basi akaswali na swala yake ikawa ni sahihi. Viganja vya miguu tu, yani nyayo za miguu ndizo ambazo hazifai kuonekana, zinatakiwa awe amezistiri na gauni lake au nguo yake, au amevaa soksi fabiha wa neema. Lakini viganja na uso si lazima kufunika katika sala kwa mwanamke anapokuwa anaswali na hakuna wasiwasi wowote. Naam, ndugu yetu, na mahujaji ni makosa kabisa kufunika nyuso zao, ila kama anavyosema Mama Aisha radhiallahu anha, kama alivyogusia, kwa maana tulipokuwa tunakwenda kufanya ibada ya hija tulikuwa tunafungua nyuso zetu. Tunapokutana na wanaume basi tunanyanyua ile nguo yetu kiasi kwa kufunika katika nyuso zetu, alafu tukiwapita wale wanaume tunaendelea na ibada ya haji kama kawaida. Kwa hiyo ni vizuri, kwa sababu hata wanaume wamekatazwa kuvua kofia wanapokuwa katika ibada ya haji. Maana yake wanafanya ile ibada vile vile wanatakiwa kuvua kofia zao na wakae vichwa wazi na nyuso zao ziwe wazi, kwa maana wanaume. Ama wanawake wanaacha tu nyuso zao wazi insha Allah. Naam, ndugu yetu Sheikh Yahya wa Kenya kule anataka nimsaidie mwongozo mzuri katika kufanya tasbihi za swala au kwenye swala yenyewe, kwa mfano zile adhkari katika rukuu, katika sijida. Anasema wakati mwingine utamsikia mtu anafanya tu tena wakati mwingine kwa sauti, sijui ni kwa nini. Kuna baadhi ya watu ima wengine hawajui, maana wanatafuta tu kuonyesha kwamba na wao wanafanya tasbihi, au wengine wanafanya vile wallahu aalam, pengine kujionyesha au hawajui. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya ni nini? Kinachotakikana ni kutamka vizuri, lakini kama itakuwa ni ndani ya swala, maana yake au ndani ya swala hasatan, haifai kunyanyua kwa sauti. Kwa hiyo lakini tunasema midomo yako icheze kwa kusema subhanallah 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 au alhamdulillah au sami Allahu liman hamida. Zile adhkari na tasbihati na tahlili unatakiwa uzilete na utamke vizuri, na wala usifunge mdomo. Kuna wengine mtu anafunga kabisa mdomo wake, hii ni makosa na swala inaweza kuwa ni batili, kwa sababu mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu al-abda idha dhakarahu wa taharrakat shafata. Allah anampenda mja anapokuwa anamtaja na midomo yake icheze, lakini sio unakaa tu mpaka salamu mtu hafungui mdomo wake. Hii ni makosa na sala inaweza kuwa ni batili, kwa sababu haujafanya chochote, hujatamka chochote, kwa hiyo sala yako haijaeleweka. Kwa hiyo ni vizuri kutamka hizi adhkari vizuri, hata zile tasbihi baada ya salam, maana kusema subhanallah subhanallah subhanallah. Sio na watu wengine wanakwenda haraka sana, maana mtu anakwenda spidi, anafanya kashamaliza 33. Tamka vizuri subhanallah 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 au alhamdulillah alhamdulillah, hivyo hivyo mpaka unamaliza. Na ni vizuri kutumia ncha za vidole wa kulia, ama hizi tasbihati za shanga hizi ambazo zimetengenezwa za wafanyabiashara wa Kichina na nini, tusitafute kuwapata faida, hali ya kuwa Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, hizi adhkari kwa kutumia ncha za vidole, fa innaha mutantiqatu yawm alqiyama, vitazungumza yawm alqiyama hivi viganja.